Wakati ligi mbalimbali zikiwa zimesimama kupisha kalenda ya FIFA ambayo mara nyingi hutumika mahususi kwa ajili ya michezo ya kitaifa, nazungumzia taifa kwa taifa, na kama kuna michuano labda ya kufuzu AFCON au kombe la dunia, ndio kipindi pekee ambacho hutumika michezo hiyo kuchezwa ili kujiweka sawa na kujiandaa katika swala zima la kupandisha viwango, yani ranking za timu za taifa. Sasa kwa upande wa vilabu, kwa wachezaji ambao hawajaitwa katika timu zao za taifa, ni kipindi ambacho hutumia kwa ajili ya kupumzika na kufanya mazoezi mepesi, lakini pia ni kipindi ambacho hutumia kucheza michezo mbalimbali ya kirafiki ili kujiweka sawa. Kama ligi tu ikiwa inaanza, basi moja kwa moja wao wameingia katika mfumo na maisha mengine yafanyaje yaweze kuendelea. Sasa kwa upande wa Simba, wao na mchezo wa mkondo wa pili wa ligi ya mabingwa barani Afrika, na wamepangwa na timu ya inaitwa Nsingizini kutoka kule Eswatini. Mechi wataicheza hiyo klabu ya Simba tarehe 19 Oktoba kule Eswatini, lakini pia wakitoka hapo watakuja kurudiana nao tena katika dimba la Benjamin Mkapa. Sasa wakati wachezaji baadhi wakiwa timu za taifa, wengine ambao wamebaki katika timu ya Simba wameendelea kufanya mazoezi na kucheza michezo ya kirafiki. Simba walicheza mchezo wa kwanza na Al Hilal Omdurman na Simba wakaibuka na ushindi wa goli 1-0. Mechi ilipigwa katika dimba la KMC hapa jijini Dar es Salaam. Lakini mchezo wa pili ambao Simba wamecheza hii leo na kuweka matokeo yake katika ukurasa wao rasmi kabisa wa Instagram ni kwamba klabu ya Simba imekubali kichapo cha goli 4-1 kutoka kwa timu ya Al Hilal Omdurman ambao pia nao wako katika michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So wanaitumia Simba kama kipimo chao cha kujipima, je, wako vizuri, wako fit, wakijiandaa na michezo hiyo. Sasa nikaona sio mbaya nikasome baadhi ya comment ambazo zipo katika page ya Simba baada ya matokeo hayo. So unajua tena mashabiki wa hawaishiwi cha kusema. Nikakutana na comment ya Mchome Mapovu akisema kwamba bila Matola kuondoka Simba haiwezi kutoboa. Fakacheka sana. Mwingine ni Halima Ubwela _TZ akaandika kwamba mechi ya kirafiki tu hii ingekuwa ni kimataifa wasingetoboa. Alafu mwingine ni Kariakoo Nightwear akaandika bado tunajenga timu, lakini Official Zungu akaandika atasa. Na hivyo ndivyo ambavyo kinaendelea katika klabu ya Simba, na hayo ndio matokeo ya mechi ya kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman, Simba kikubali kichapo cha goli 4-1. Kumbuka kusubscribe kwa habari zote kali kubwa ambazo zimenifikia kutokea hapa.